tutakwambia kitaalamu. Ndio mama. Kuna mmoja msielewa vizuri. Ndio. Nasema kwamba kama betri likiwa jipya utakapoanza kuliwekea maji utawekea maji makali. Baadaye atafuatia maji ya baridi. Kama utakuja kuongezea kwa baadaye. Na je, kama lile betri lilitumika na yale maji yakawa yameisha hayafai, unataka tena kubadilisha. Umesema yale maji yatamwagwa. Yakishamwagwa utalinamisha ile betri mpaka yale maji yaishe ndani ya masaa 6. Ndio. Baada ya hapo ndio rudishio tena utaweka maji makali. Ndio. Je, ukiweka yale maji makali itabidi tena uende ukalichajishe juani au kwenye sehemu za kwenye mashine kabisa. Ni kwenye mashine moja kwa moja. Au omba mtu msaada akuwashie kwa betri nyingine alafu funga ile, lakini lazima uwe na safari. Ndio. Asante. Unanunua gari ukaja betri ukaikuta ndani ya gari na N40 labda N40. Ndio. Lakini baada ya kufa ile N40 mtaalamu anakuambia sasa hii gari kwa muda ulioitumia inatakiwa betri yake iweke N50 au 70. Ndio. Kuna madhara yoyote katika hilo? Kwanza naomba niwaambie ukubwa wa betri unafahamika kama N, unaanzia na N. Hii N dunia nzima, labda uende Ulaya na kutengeneza betri, watu wa US wanaweza kutuambia maana yake nini. Vio vyote nenda watakufundisha inaanza na N, lakini hawezi kuambia kirefu cha N nini. Sasa ile N inaanza N35, inaanza N40, inaanza N50, inaanza N70, inaanza N100, N120. Huu ni ukubwa wa betri. Gari inapokuwa mpya. Unajua kwenye gari kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika wakati wa kutengeneza. Sisi huku ni tofauti kidogo. Nikipeleka gari pale kijiweni, nikasema ina pancha, fundi atapatikana, si ndio? Akimaliza kuziba tairi nikasema imekataa kuwaka, atakuja na spana na nyundo kuchokonoa huyo. Yaani yeye ni fundi kila mahali. Ndio maana hata akiziba pancha anataka ka test. Na mtana wengine. Sasa kwenye engine, kwenye gari kuna mtu kazi yake ni tana wa kutune engine wake. Anaangalia inawaka kwa sekunde ngapi. Engine nzima inaanzia sekunde 1 mpaka 3 gari itakuwa imewaka. Ikienda sekunde mpaka 7 kuna kitu kinachelewa ndani ya gari. Ili gari iwake vizuri inahitaji moto kutoka kwenye plug, inahitaji umeme kutoka kwenye plug, inahitaji mafuta, inahitaji hewa kutoka kwenye cleaner. Ndio maana uwiano wake huwa 3 kwa 1. Maana yake vitu vitatu vinafika kwa sekunde 1. Kwa hiyo unapopiga start kuna kimoja hakijafika wanakisubiri. Ndio maana inaendelea kuita njoo. Wamefika sasa wote wamelingana. Sasa wakifika pale akichelewa kuwaka, wakifika ikawaka, itatoa moshi kidogo. Kwa sababu mafuta yalikuwa mengi yamekuja yanamsubiri moto hajaonekana. Hewa ilikuwa nyingi ikasubiri moto aonekane, moto kachelewa kuja. Lakini kama injini yake imetuniwa vizuri, yule mtu wa kutuni kaisikiliza injini akaona iko sawa, atakwambia hii gari kwa sababu injini yake imetuniwa vizuri leo, inaomba weka N50. Wengi wanaleta gari kwa N50. Kadiri unavyoitumia injini ile inasaga vyuma, inapunguza compression. Ikipunguza compression, mzunguko wa kuilipua unakuwa mdogo. Kwa hiyo inabidi ubadilishe uweke N70 iwe na mzunguko kukimbiza injini ipokee. Yote vije kwa wakati mmoja. Lakini betri standard kwa hizi gari zetu ndogo, usisumbuke weka N70. Ila lazima ubadilishe siti. Kwa sababu wenzetu betri ile anaitumia miezi 6, 10 anatupa. Sisi tunataka mpaka mjukuu ione. Uongo? Gari uza hii bwana itakufumbua gari mpya hii. Mwisho imekaa pale umefunikia turubai. Anazaliwa mjukuu anasema nikachiende kwa babu kuna gari nikachezee. Imekuwa yake sasa. Kwa hiyo wenzetu ni rahisi sana. Betri imegoma anaenda kununua na ni bei rahisi. Mimi ninawaambia kwao kule ni bei rahisi sana. Tofauti huku kwenu. Huku kwetu zikija sisi tunaita mpya. Kawaida kwetu kwa nchi zetu hizi maskini, ninawaambia ukweli. Najua hata huko kuna watu wana hela zao. Hakuna Mtanzania anaweza kanunua new brand akaileta Tanzania. Ni wachache sana kwa hesabu kama wapo Shinyanga. Kwa vile kuna alimasi wanaweza kawepo.
lakini new brand ni wachache. Wengi tunachukua ile condition. Inategemea ni ya Japan, inategemea Dubai. Kama mimi muongo mniambie. Ukiona mtu kaleta gari mpya kabisa hapo, kaleta Subaru mpya, haiangalie, haivuke 2007. Haivuke 2007. Kama umeshinda kuiangalia kwenye kadi, ukifukua unafunga ule mkanda, angalia pale ulipoishia mkanda, kuna kakitambaa keupe, amekuandikia ni ya mwaka gani. Jaribu kukagua gari yako utacheka. Mimi ningekuja nayo kwangu ningeipaki hapo, ningesema bwana hii ni mpya, lakini ya 85. Mpaka mimi mwenyewe nilipoangalia nikastuka. Kwa sababu ya nini? Kule kwao hakuna gari ya mtu wa kukoruza gari. Kule kwa wenzetu hakuna jua la kubadilisha rangi. Kule kwa wenzetu hakuna shimo la kuvunja shoka. Kwa hiyo miaka 3 miwili akitumia gari ameichoka anauza. Tena wanauza vibaya, wengine wanaziacha tu njiani. Kuna kampuni inakuja kuchukua inaenda kusaidia nchi maskini, kumbe kakuja kuuziwa. Anaiacha njiani. Sasa ikija huku inaonekana blandi. Nenda kwenye Google, ka Google leo usiku, andika Toyota Mark II new brand. Kama chini ya milioni 80 njoo niambie kesho. Uongo jamani, mnaumiliki magari? Uongo. Wewe unatoa milioni 80 unanunua Mark II? Inakuja kufanya kazi gani? Kupeleka tu watoto shule na kurudi? Haiwezekani, kwa sababu unaponunua kitu cha maendeleo ndio unapunguza muda wa kuishi na wa kulala. Kabisa. Mimi nilikuwa sina basikeli, sina gari. Nimenunua basikeli, nimelala sebuleni. Huku Usukumani unakuta pikipiki inalala sebuleni, fungua naenda nayo chumbani. Sio mwizi akija anaiba nini? Atakuomba funguo au anachukua pikipiki anaenda. Sasa unanunua basikeli unaweka sebuleni. Ukiweka tu kichwa ukisikia ngii unasema tayari wameijia. Unaamka. Umenunua gari umelala hapo dirishani. Ikidondokea tu jani la mwembe ting tayari wameijia. Muda kulala unafungua. Si ndio hivyo? Kwa hiyo unapoingiza kitu cha maendeleo ndani, lazima upunguze muda wa kulala. Ndio maana unakuta mtu hata aliyeenda kuoa kaoa leo kafunga ndoa ataanza kukonda kwanza. Baadaye na kizoea ndio anaanza kunenepa. Kwa sababu kwanza anahisi kwamba nitamlinda huyu, kweli nitaweza. Ili kweli fulani anapomwangalia ni hawezi kumsemesha. Baadaye anagundua kwamba hana tabia hiyo. Anaanza kunenepa sasa. Hapa mnakutana naye, bwana maisha mazuri wanaona screens. Kumbe ameshazoea. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Gari mpya kupata ni kazi sana. Nyingi tunazonunua zimeshatumika kwao, ila wanafanya recondition. Kuna recondition mpaka ya kurudisha kilomita nyuma. Mimi niwaambie, kama uamini, tembelea yadi, mwambie bwana niangalizie iliyokuja sasa hivi. Alafu nenda kwenye mkanda kaangalia, au nenda kwenye kadi. Nyingi tunazonunua 2011 mpaka 2007 mpaka 2011. Hizo ndio nyingi ziko kwenye yadi ambazo tuna uwezo wa kununua sisi. Kile unaambiwa milioni 18, milioni 20. Kluga. Nimeuliza wiki iliyopita. Kuna mtu ameniambia mpaka milioni 26 na kuuliza yadi ya Mwanza. Nimeangalia ile gari ya 2012. Ananiuzia milioni 26. Sasa andika Kluga new, andika Kluga brand new. Alafu yaje majibu, niambie ni dola ngapi? Convert kwa hela ya Tanzania. Kesho niletee jibu kwamba ulipata ni shilingi ngapi. Kwa hiyo mara nyingi tunanunua gari ambazo tayari kwa wenzetu zimetumika, ila kwa sababu wao hawana vitu vya kuharibu gari ikachukiza, ndio maana zinakuja gari bado tunaita mpya. Wanaonunua brand new sana sana mimi naona ni serikali na watu wa mission. Watu wa madhehebu ya dini ya taasisi ya wengi wanapenda kununua angalau wanapata brand. Zina uhakika kidogo. Lakini sisi wengi tukimbilia yadi zile ambazo kule wenzetu wanaita jumba. Ninasema hivi nina uhakika. Kakaangu mimi alikuwa anafundisha chuo kikuu Dar es Salaam. Ndio alikuwa mtu wa kwanza kuleta fuso Dar es Salaam na kuiuza. Alimuuzia mtu wa Bukoba. Ilikuwa 86. Kamuuzia mtu wa Bukoba. Na alipoileta, yeye akaleta spare. Kule akaichukua, akasema hii ni container nasafirisha nini? Spare zangu. Kwa hiyo hawakuitoza ile gari. Ilipofuka yuko kauzwa. Hizi fuso za zamani zilikuwa milioni 6-7 unapata. 6-7, mimi hata mnikatalia lakini naongea kitu ambacho na uhakika. Milioni 6-7 Dar es Salaam unaipata fuso. Hata 5. Mzee anasema hapa shahidi. Kwa sababu walikuwa wanazileta kama container ya kubebea vitu.
Baadaye wakagundua kwamba hawa wakipeleka wanaenda kuiuza tena na hii gari. Wakasema inasafirishwa peke yake na likiwa peke yake, mzigo wako utalipiwa peke yake, huko zikaje zikapanda. Nalielewa jamani? Siharibu biashara za watu, lakini ni ukweli ndio. Kwa hiyo tunataka kusema ni nini? Kwamba huku kwetu gari unaweza kaileta bado nzima kutokana na miundombinu yetu, gari injini yake ikaanza kuchoka. Kwanza oil huwezi kuipatia oil standard, huwezi kuipatia. Kuipatia oil standard huwezi. Wewe unaenda dukani unanunua oil. Wakati unanunua ile oil, hujui oil ile alichukua ni ya petroli au ni ya diesel. Wewe unaenda unamwambia niwekee oil lita 2. Anakuambia bwana oil inauza 1800. 1800 lita moja. Wakati Juma pale anapima 3000. Juma mwenyewe ukienda kuangalia oil anapimia kwenye dumu la mafuta ya alizeti. Toka lini Singida wakatengeneza oil ya gari? Ukimuuliza oil imetoka wapi? Hata yeye hajui. Kwa sababu na yeye aliuzwa usiku kwenye madumu, akaambiwa 40 kila dumu akaweka ndani. Asubuhi kaipanga pale. Sikatai, iko oil standard ya kupima hivi. Lakini nyingi muangalie sana. Nasema hivi kwa uchungu. Mimi nimeweza kutoa elimu Kakola mle ndani. Yule mzungu akaniambia wana pipa 6 za engine oil ime-expire. Lakini wafanyakazi wakaenda kukusanya madumu ya mafuta ya kula kuja kufaulisha, wakaenda kuyauza Katoro. Oil ile ime-expire, unamuuzia mtu akae kwenye gari anafanya nini? Na nyinyi na mafundi wenu mnaenda kuangalia oil kwa kuigusa hivi. Hii bado, hii bado. Oil inapimwa hivi. Fundi kabisa anajifanya ndio mnamsifia huyu ndio fundi. Anaenda kupima maji ya beti, anachovya, anafanya hivi. Aisee haya. Haya lakini haya wiki tunatoa yameisha. Maji ya beti yanapimwa kwa ulizi. Kwanza ukiona inakuchoma maana yake ulimi wako una kidonda. Kama hauna kidonda haiwezi kukuchoma. Sasa aisee haya bado. Kumbe una kidonda. Akilamba haya hamna kitu. Haya hamna kitu. Haya maji hayana kitu. Kipimo cha maji ni alkomita, kuna kipimo kinaitwa alkomita. Engine oil hata chombo chake cha kubebea kimeandikwa expire date. Ni lazima ujue. Hata lile kopo unaweza kununua lita 1 lina expire date. Sisi huku tunaangalia rangi ile umelemeta. Basi hatuna muda wa kuangalia expire date. Na wazungu wameshatuokota. Zamani walikuwa wanaandika EXP. Alafu wanaweka tarehe, si ndio? Sasa hivi wameona kila mtu, hata ukimkuta Msukuma anapanga matofali kule akinunua juice anatafuta EXP, expire date. Wakaona kumbe wanajifanya wajuaje. Sasa wamebadilisha. Wanaandika BB, alafu wanaandika tarehe. Maana yake best before ni nzuri kabla ya tarehe hii. Sisi haya BB tutayajua wapi? Tunajua haya BB tutayajua. Kwa hiyo wameandika kwa lugha zao best before, nzuri kabla ya tarehe ile. Kwa hiyo baada ya tarehe ile hii juice usinywe utaharisha. Wewe ukiharisha unasema jambo siku hizi nyekundu watengeneze nzuri. Kwa sababu nimenunua moja nimeharisha sana. Kwa hiyo kiwanda cha Jambo au cha Azam watu wanakuwa wabaya. Wewe wakati unanunua uliangalia hii juice muda wake wa kuishi ni nini? Ulinunua? Haiwezekani. Kuta mtu kabeba biskuti kapeleka nyumbani, watoto wanaharisha nyumba nzima. Analani kile kiwanda. Wewe wakati unanunua uliangalia? Kwa hiyo hata unapoenda kununua dukani oil, lazima ujue oil hii nimenunua ya nini? Engine yangu inatumia petrol. Oil hii imeandikwa petrol engine. Engine hii inatumia diesel. Oil hii imeandikwa diesel engine au nimenunua oil kwenye mafuta ya alizeti. Muulize sasa, bwana hii oil namna gani? Wewe hii ndio super hii super hii. Wewe nenda kaweke. Siku 2-3 gari inatoa moshi. Jiko oil unaweka kwenye gari, hata kama ni mpya gari inatoa moshi. Matokeo yake utahangaika plug, utahangaika nini? Kumbe ile oil ikikutana kwa sababu ile expire, ikikutana na joto, inapanda juu kwenye combustion chamber inaungua. Ukibadilisha, unakuta gari imetulia. Wakati fundi ameshachokonoa mpaka kabuleta kafungua, mpaka huko kwenye semo starter kafika, mpaka anataka kushusha engine. Kumbe engine oil unanunua imeshaisha muda wake. Jamani, muda umeenda. Niliwaambia mtachoka na ni kweli naamini. Lakini naomba niwaachie hapo leo. Kesho tutaendelea. Kesho na nyinyi siku. Niombe tu niamke salama. Mzee wa leta, tuko pamoja. Tuko pamoja. Haya, nashukuru sana.